Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa kwa ajili ya kukusogezea tena mengine ya kimataifa nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa ripoti ya BBC imeeleza kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameingia katika mji wa mashariki mwa Kongo wa Uvira, kituo muhimu cha jeshi la Kongo karibu na mpaka na Burundi. Vyanzo vinne vikiwemo wakazi wawili wameiambia Reuters siku ya Jumatano. Milio ya risasi na milipuko ya hapa na pale imeripotiwa wakati waasi hao wakiingia katika mji huo muhimu zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mashambulizi ambayo yamewalazimu maelfu ya watu kutoroka na kuvuka mpaka na kuingia huko nchini Burundi. Wakazi na vyanzo vya kijeshi vimesema kwamba wanajeshi walikuwa wakikimbia shambulio la Uvira, mji wa mwisho unaoshikiliwa na serikali katika eneo hilo lenye utajiri wa madini. Rais wa Marekani Donald Trump aliafiki makubaliano ya amani wiki moja tu iliyopita kati ya rais wa DR Congo Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda ili kumaliza mzozo huo uliodumu kwa muda mrefu, lakini mapigano yameendelea. Maduka na shule zimefungwa, huku wakazi waliojawa na hofu wakisalia majumbani, huku kukiwa na hofu kwamba waasi wamechukua udhibiti wa baadhi ya majengo ya serikali. Wakazi wameiambia BBC kuna milio ya risasi katika mji huo ulio kilomita 27 tu kutoka mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Duru za kijeshi na usalama zilisema wapiganaji hao waasi walisonga mbele kutoka kaskazini karibu na mpaka wa Burundi. Mzozo huu ambao umedumu kwa muda mrefu, vikundi hivi ambavyo serikali ya Rwanda imekuwa ikituhumiwa kuviunga mkono, na yote yanayoendelea katika taifa la Kongo, kuna siku yatafika mwisho. Licha ya kwamba tu kama ambavyo tumegusia hapo juu kwamba wiki iliyopita marais hawa wawili Felix Tshisekedi pamoja na Paul Kagame wa Rwanda walisaini makubaliano ya amani ya kusitisha vita, lakini baada ya kurejea tu nchini mwao, tuhuma kama hizi zinaendelea. Milio ya risasi inasikika, mamia pia ya wananchi wanakimbia nchi hiyo ya Kongo na kuelekea Burundi, ambapo pia Burundi nayo imekuwa ikitajwa kwamba kuna hali ya wasiwasi na kutokuwa na usalama kwa vikosi hivyo kama mapigano yataendelea na raia wengi wa Kongo wataingia huko Burundi. Je, Afrika hii Mashariki na Kongo yenyewe ambayo imekuwa mwathirika mkubwa wa mapigano na machafuko haya licha ya rasilimali na utajiri mkubwa ilionao, ni nini ambacho kinaweza kikapelekea utulivu na hatimaye raia wa Kongo wakanufaika na rasilimali nyingi zinazopatikana katika taifa hilo lenye ukubwa wa zaidi ya kilomita za mraba milioni 2, moja kati ya mataifa makubwa zaidi hapa barani Afrika?